Karibu Elimu kwa Jamii. Video iliyopita tuliongelea kuhusu uongozi na tukaangalia sifa za kuwa kiongozi bora. Kama video hii umepita na hujaiangalia, nitatuma linki ambayo itakupeleka moja kwa moja kuona video hiyo, kwa sababu ni muhimu. Kama wewe unataka kuwa kiongozi bora, usikose video hiyo. Sasa katika video hii tutaenda kuongelea kuhusu maana ya uwajibikaji na umuhimu wa uwajibikaji. Tunapoongelea uwajibikaji, tunasema ni hali ya mtu kutimiza majukumu yake kwa uaminifu na kwa wakati, pamoja na kuwajibika kwa matokeo yake. Sasa wewe kama unataka kufanikiwa katika engo fulani, inatakiwa uwajibike, upambane, ufanye juhudi katika engo ile ambayo umeisimamia ili kuweza kufikia malengo yako. Kwa umuhimu wa kuwajibika, kwa sababu gani tuna watu wanawajibika? Utapowajibika unaongeza ufanisi wa kazi katika eneo lako au katika engo unayoisimamia. Kwa unapofanya kazi kwa juhudi, wewe ndio unaanza kupata ufanisi wa ile kazi kwamba unavyofanya. Kitu kingine, kujenga imani kwa jamii, kwa sababu watu wanaona wewe ni mwajibikaji, unajituma katika ile engo au katika ile kitu walichokupa usimamie, unajituma na unafanya kazi kwa jamii, unafanya kazi kwa bidii, kwamba watu wana trust, wanakuamini, wanasema huyu anaweza, kwa tumpe ili aweze kusimamia ili tufikishe katika malengo yetu ambayo tumeyapanga. Kwa ujenga imani kwa jamii, unajengea watu imani kwamba wewe ni mtu mwajibikaji, si lazy wala nini. Kwa sababu kitu kingine tunasema husaidia kufikia malengo ya pamoja wewe katika taasisi. Kwa kama mmepanga 1 2 3 alafu ni mwajibikaji, wanasema hii swala hebu tumwachie fulani ili swala fulani atalisimamia, ataliendo kabisa. Kwa sababu gani? Wanajua wewe ni msimamizi aje, unajua wewe tunaweza kufikia malengo kwa wakati tukikupa hiyo kazi tufanikie. Kwa wewe kama wewe, watu watakusaidia malengo ya kufikia pamoja. Kwa mtu anajua wewe ni mwajibikaji. Kama ni mwajibikaji, ina maana ukikupa katika hiyo, wanajua kabisa hautawaangusha, utaweza kufikia malengo kwa wakati na kwa muda sahihi uliopangwa. Kitu kingine, uondoa migogoro na lawama, kwa sababu wanajua kwamba tukimpa fulani, huyu fulani hawezi akaisimamia kazi, na kama hawezi akaisimamia kazi ni bora tumpe mtu mwingine. Kwa hiyo upunguza migogoro unapowajibika katika taasisi katika engo fulani. Hata wewe katika na bosi wako, kama unafanya juhudi kwa kazi kwa juhudi, bosi hawezi akakuletea lawama, hawezi ukapata migogoro ya kazi 1 2 3 kwamba eti unafanya kazi kwa juhudi, unawajibika kwa majukumu yako bila kupelekeshwa kama troli. Ina maana kuwa watu wataamini kwamba wewe ni mwajibikaji na watahitaji kuona malengo yako, kwa sababu wewe unaweza kufikia malengo yako. Kitu kingine, ujenga nidhamu ya ndani. Wewe kama unajijengea nidhamu kwamba unajua kile kitu unachokifanya kwamba unafanya kwa kupenda kutoka moyoni, unakuwa uwajibikaji kutoka katika eneo fulani, umelisimamia engo fulani, kwamba wewe inakusaidia wewe kujenga nidhamu ya ndani. Wewe mwenyewe unajijengea, hii ni tabia yangu, utaishi unaifanya. Kwa hiyo hii inaweza kujenga na kufanya wewe kuwa imara zaidi katika engo unayoisimamia. Kwa hiyo usikose video inayofuata. Video inayofuata tutaongelea kuhusu madhara ya kutokuwajibika. Sasa je, usipowajibika ni kitu gani ambacho unaweza kikakutokea? Kwa kama unataka kuwa mwajibikaji, unataka kufanikiwa katika engo fulani katika kazi, usikose video hiyo, itakufaa zaidi.